Mtazamaji, mambo vipi? Habari ya muda tena. Sisi tupo hapa rafiki zako, tunazungumza mambo mbalimbali. Leo tunazungumzia kwamba unafahamu sakata la Msigwa kutoka Chadema kwenda CCM, kutoka CCM kwenda Chadema. Sasa hizi kumekuwa kuna maneno yanatupwa pale kwamba CCM ni kama wanamtumia Msigwa kama ajenda kuu kueleza mambo mbalimbali. Mimi nasema si kweli. Jamangu anasemaje? Ni kweli. CCM wanamtumia, yaani Msigwa amekuwa ajenda. Ndio maana nikupe mfano mzuri. Moja mikutano ambayo mikubwa walifanya CCM pale Iringa. Yani kuonyesha kwamba yani Msigwa ni icon. Msigwa ni asset. Msigwa ni kila kitu alivyokuwa CCM. Yani waliweka mpaka screen. Unashtuka. Unashtuka hivyo. Waliweka mpaka screen kwenye uwanja pale kuonyesha kwamba mwana Msigwa jamani alivyokuwa kwetu alikuwa anaongea haya. Si kama unaelewa? Maana yake imekuwa ni mtu muhimu kumuongelea mpaka anaweka kwenye screen pale. Sasa imekuwa ajenda muhimu kwao. Lakini pia Msigwa aliongea jambo la muhimu sana. Moja andiko lake kubwa sana aliandika kwenye mtandao wa kijamii akasema kumjadili Msigwa kuhama chama kutoka CCM kwenda kurudi Chadema ndio itapunguza lita ya mafuta, ndio itatatua kero ya maji kwa wananchi. Kwa nini msitafute hayo, msitatue haya mambo baada ya kumwongelea Msigwa kwenye mikutano ya hadhara? Ongelea mambo mazito yanayogusa wananchi. Sio Msigwa ni mmoja tu kati ya watu wa kawaida kabisa au wanasiasa wa kawaida kabisa. Kwa nini hiyo agenda kwenye mkutano yenu mpaka mnaweka mpaka screen? Yaani watu wanaona nilikuwa naongea huko. Sasa iko hivi katika hilo ambalo unalozungumza. Mimi naona sio kweli kwa sababu kama ipo hiyo katika nafasi ndogo sana, lakini ukweli ni kwamba ni zaidi ya 99.9. Anasema nafasi ndogo. Anajua muziki wa Msigwa. Hakuna. Kwa sababu yani Msigwa sio ajenda kuu. Naamini kama juzi. Unaamini kama juzi Msigwa alishwa kwenye screen? Sio shida. Sasa ngoja. Ngoja, kwani wangapi ambao waliama CCM? Wengine upinzani. Sasa inategemea wameama wanasema nini? Wanazungumza nini? Ile pale ni kama vile ni hali ile ya kujibu. Ile tunaita ni VAR. Ile kama VAR kwa sababu yule bado anaendelea kuongea. Angeama afu angetulia tu kimya afu angeona kama watu wanaongea. Sawa, kwa hiyo kumweka pale mlake nini? Sio kumweka pale. Jamani, umeona huyu ndo Msigwa alikuwa anaongea hivi 1 2 3 4. Maana yake umeseti agenda kabisa kwamba leo kwa mfano ngoja. Leo umeandaa kabisa screen. Umekodi screen. Screen nitamuonyesha na ngoja. Screen nitamuonyesha nani? Si kama leo. Maka sasa umeseti agenda kabisa. Kwani wewe Chadema mara ngapi wanachukuaga clip na wao wanaziplay afu wanaweka kwenye clip za nani kwa mfano? Mbona walishakufanyaga sana hiyo? Sawa, clip za nani? Hiyo sasa kwa mfano halisi. Sawa nani Chadema? Ndio. Wamewahi kuplay sana clip za nani? Za wana CCM. Huyu bwana. Kwanza nakwambia chukua. Sawa, ni yupi ambao ameplay hapo? Wapo waliplay hao kina. Tunaongelea hapa nambari ya Msigwa. Ndio maana nimekwambia Msigwa sio ajenda kuu. Msigwa ni asset. Asset ya nani? Sisi mwenyewe wanaumia. Yaani wewe wacha kuumia Chadema umia. Ndio maana hapa mimi ninapokea. Ndio maana kuna mbunge mmoja juzi aliwahi kumjibu mwenzie akamwambia wewe CCM umejua lini bwana? Ulikuwa Chadema juzi tu. Sasa wewe leo CCM wajifanye tu wana uchungu na Msigwa kweli. Ndio maana sisi kama agenda. Amekaa miaka mingapi Chadema? Ndio maana wanasiti kama agenda. Amekaa miaka mingapi? Amekaa miaka mingapi kivipi? Haijalishi. Msigwa ametoka alivyotoka Chadema kwenda CCM amekaa miaka mingapi? Kwenye season unakuwa miaka mingapi? Hata kama usiko masashi nani tu unakuwa na. Ndio tu mkumbuke. Ndio. Haiwezekani wewe tunakumbukaje hiki? Kwa nini mweke mjadili? CCM. Kwa nini mweke kwenye screen? CCM ina wenyewe. Wenyewe kitu gani bwana wewe? Kwa kwenye screen. Ni kama kumbukumbu tu yani za kawaida. Kwani usiweke mtu mwingine? Hata nani? Kwa nini usiweke mtu mwingine? Umweke Msigwa, pita Msigwa. Kwa mfano utamweka Lema leo kuja CCM. Yaani wewe sikiliza. Maana yake wewe ni kama yaani umeachana na mke wako alafu unamtabisha rafiki yako bwana. Mbona mke wangu hapa alikuwa ananiangalia hapa zamani. Wewe hapa wote. Maana unakumbuka yale kutembea hapa bwana. Hata hawa Chadema. Nimepoteza kiumbe muhimu sana hapa. Chadema wao kwenye mikutano ya hadhara na wao. Yaani mpaka umeseti kabisa. Wana play, wanaweka sim pale wanasikiza. Yaani kiongozi, unasikia kiongozi katika ajenda zake ilikuwa anasita usiku kabla ya mkutano. Anasema leo tunaenda kumwongelea Msigwa, tumuonyesha kwenye screen. Maana yake nini? Kichwani ina click yani Msigwa bwana anawatesa yani. Yaani anawatesa kwa lipi? Yani si huyu jamaa kwa nini umeondoka yani mapema? Kwa lipi? Watese kwa lipi?
Yaani Msigwa hana historia yoyote ndani ya CCM, hana. Hana historia yoyote? Hana. Kwa nini mlimchukua? Sasa si alikuja mwenyewe kwa mambo yake na akarudi kwa mambo yake. Kwa nini alimchukua? Kwa nini alimchukua nani? Yeye mwenyewe alisema ameumia kule, amekimbilia huko. Bana niliumizwa, amekimbilia huko. Sasa sisi tufanyeje? Hadi tuchukue tu. Ndio maana anakuwa anasumbua, ndio maana mnamjadili kiasi. Hatuwezi kwa nini? Hatuwezi kutuumiza kwa sababu Msigwa ni mtu wa kawaida sana. Mtu wa kawaida sana na hana yale tunaita nini? Anapojadiliwa na sio nini? Anajadiliwa na nani? Anajadiliwa na CCM? Ndio. CCM haimjadili kwa sababu pale kuplay kwenye video kwenye screen sio kumjadili. Naposema yani huyu kwanza. Yani hapo kwani huyu alikuwa kanjanja. Tulijua tu ataondoka. Tulijua tu ataondoka. Yote kutoka nini? Unajua kama hii ilikuwa ni asset. Unajua kama ilikuwa mali imeondoka hapa dai imetupiga ile ya uso. Kwani wewe wangapi wanaama? Imepiga za uso kwenye vyama vyao. Kwa nini mjadili? Kwa nini mjadili? Kwani hata wakati Msigwa anaama kutoka Chadema kuja CCM. Mbona naye alijadiliwa hivyo hivyo? Kule mbona walimjadili? Mlimjadili kule. Mjadili kwa nini? Walimjadili sana. Wakamwacha tu kama ameondoka wakati. Tena wakati kulikuwa kuna lile joto lile ndio limetoka ndio uchaguzi ule. Kwa hiyo naamini kwamba Msigwa ni asset pia. Hamna cha asset yoyote. Mimi hiyo nimekataa. Yule sio asset na hawa hawana lolote. Na kama mwenyewe ananiona hapa ajue kabisa wewe bwana sisi hatukujadili bwana. Sisi ndio CCM hatukujadili wala nini. Sikao mnaelewa. Ni mambo ya kawaida. Bwana leo anabisha tu kitu kwenda huo. Yaani yule sio ajenda. CCM alikuwa ni mtu muhimu sana. Alafu yeye kuna kitu amesema kwamba eti haipunguzi eti kwamba eti kumjadili haipunguzi nini mnasema? Si lita mafuta. Bei mafuta haipunguzi matatizo ya maji ambayo yako nchini. Haiongezei chochote yani. Umeelewa? Kwa sasa yeye amhitaji kumjadili. Ongea mambo ya msingi, usijadili mtu. Kwa hiyo Msigwa sio mambo ya msingi. Sasa wewe yeye unasema kama ana maana watu watumjadili. Ndio maana nasema compare sasa Msigwa na mafuta, yeye ameingizaje sasa kwenye hii sentence? Mimi sijamuelewa ni kwenye hilo andiko lake. Huwezi kumuelewa kwa sababu anaamini kwamba yeye hatakiwi kujadiliwa. Jadilini ajenda ambazo zinaleta matatizo kwa wananchi. Sio maelewa. Yeye ni mmoja mwananchi tu wa kawaida. Kwa nini mjadili yeye? Kuondoka kwenye chama. Kwa nini Msigwa alipokuwa? Kuondoka kwenye chama cha CCM kwenda Chadema isikupe wewe shida. Kama mtu mwingine yeyote tu. Kwa nini Msigwa alipokuwa CCM pale? Mafuta yalipungua bei? Sijui. Si yale tu. Sikaelewa. Yaani leo nikwambia hata pointi yake hata Tundulisu akimwona akija CCM mafuta yatabaki pale pale. Usitegemee hiyo kitu. Ndio nakwambia sasa. Yaani usitegemee hiyo kitu. Yaani ikitokea hiyo mafuta yatakuwa pale pale. Ndio nakwambia. Yaani sawa tu kusema hoja yake kwa kambi ya maisha ni yale. Sikiliza, hoja yake ilikuwa ni hivi. Msijadili mtu. Jadilini ajenda ambazo zinagusa maisha ya watu. Kama maisha ya wananchi kawaida. Kwani ajenda zinagusa maisha ya watu? Kwenye maisha ya kawaida. Kwenye maisha ya kawaida watu wana matatizo mengi sana. Si kama unaelewa? Mtazamaji, jamaa wangu bwana ni mbishi sana, sio mbaya lakini sisi haya ni mawazo yetu tu. Wewe utaangalia kwamba ni kweli sahihi kwamba CCM wamegeuza Msigwa kuwa ajenda yao kwenye mikutano. Shusha comment yako hapa alafu na sisi tutakuja kuisoma hapa.